Kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na Marekani kule eneo la Iran, sasa pia mji wa Dubai umeweza kuathirika zaidi kutokana na mashambulizi yale. Hapo jana tuliweza kushuhudia hoteli moja kuweza kushambuliwa, kuangukiwa na operesheni hiyo ambayo mabomu yake yaliweza kuangukia, ama vipande vya mabomu hayo viliweza kuangukia hoteli moja huko Dubai. Sasa pia usafiri wa anga umeweza kutatizika kutokana na shughuli hizo, ikiwemo nchini Kenya. Kenya Airways imeweza kusitisha safari zake kuelekea mji ule kutokana na tishio hilo la kuweza kuvamia usafiri wa anga kutokana na mashambulizi ambayo yanaendelea kufanywa kule Iran na majeshi ya Marekani pamoja na majeshi ya Israel. Sasa nimeweza kupata fursa kuongea na mmoja wa Watanzania wanaoishi sehemu ile ya mji wa Dubai. Ana mengi kuweza kutujuza siku ya leo na anatueleza taswira inavyokaa muda huu. Vipi kuhusiana na shughuli za leo? Leo mmeamka vizuri na shughuli zinaendelea kama kawaida? Na usiku kwa upande tuliokuwepo hapa, unajua hapa UAE kuna high security ya nchi. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote lile ambalo lipo kwenye mifumo ya taarifa za kiusalama, wananchi wote waliokuwa Dubai wanapata alarm notification kwenye simu zao kwamba kuna jambo fulani inabidi uchukue tahadhari. Hilo jambo la kawaida hapa. Sasa jana usiku kama majira ya saa 7 tulikuwa tumelala ndani. Tukapata notification ya kuna mashambulio makali ya mabomu ambayo yanafanywa hapa kwenye eneo, yanapita kwenye eneo tuliopo. Kwa hiyo watu walioko kwenye makazi ya eneo hili wanashauriwa kuchukua tahadhari kadhaa, ikiwemo kutoka nje, kukaa kwenye madirisha au milango na maeneo mengine. Kwa hiyo tunakaa kwenye hostels, kwenye hizi camp. Kwa hiyo watu wanakuwa wengi sana. Sasa ikabidi tutoke nje kwenye maeneo. Of course wakati tunatoka nje ndio unaona yale mashambulizi mengi ambayo yanashuka, lakini taarifa za kiusalama ambazo zinatumwa kwenye simu zinaonyesha kwamba ni mifumo ya uteguaji, nitumie lugha ya uteguaji, sijui wa yale mabomu. Kuintercept, Yes, yana intercept, maana yale mashambulizi yanayokuja. Kwa hiyo vile ambavyo vinaonekana kwenye mfumo kwenye macho ya kawaida juu ya anga ni kama uzuizi wa yale mashambulizi ambayo yanashambuliwa. Of course yalikuwa mengi sana. Kwa hiyo watu walikuwa na taharuki kubwa sana, kwa sababu hata ile mara ya kwanza tulipokuwa tumeongea ilikuwa ni kama dakika 5, 6, 10 hivi, ambayo ilikuwa ni machache tu. Lakini ule usiku yalikuwa ni mashambulizi mengi mno ambayo yalikuwa mfululizo, kiasi cha kwamba sasa watu walikuwa wako kwenye barabara, kwa sababu hapa tunapokaa ni industry areas. Kwa hiyo kuna watu wengi sana foreigners ambao wanafanya kazi. Kwa hiyo walikuwa wako nje, yani kulikuwa sio jambo la kawaida kwa muda kama huo. Kwa muda kama huo ukitoka nje unakuta kuko very cool, kwa sababu watu wanakuwa wametoka makazini, wamechoka, kwa wamelala. Iko ndo ambacho kimetokea hapa. So maisha yanaendelea, of course, kama ninavyojaribu kukueleza kila wakati, licha ya changamoto zote ambazo zinatokea, kwa sababu sasa hivi hapa ni saa 3:12, lakini watu wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida, japo kila mtu ana hofu kubwa moyoni mwake kwamba ni nini kitaendelea. Na hapa sasa hivi ninavyokuambia bado kuna mashambulizi kadhaa ambayo yanapita. Hata hapa sasa bado notifications zinatumwa. Dakika 3 nimetoka juu kwenye floor ya 3. Bado kuna notification ambazo zinaingia kwenye simu kila wakati. Of course ukiwa kwenye majengo unapata notification sana kuliko ukiwa huko nje, kwa sababu ukiwa ndani wanajaribu kukuambia kwamba majengo marefu yanakuwa na hatari zaidi ya kushambuliwa kuliko majengo mafupi au kuliko waliokuwa wako chini. Kwa hiyo ni vizuri wewe uliokuwa huko nje unaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuona namna ya kuweza kujirescue mwenyewe wakati ukiwa unaona kitu kinakuja au kinashuka, tofauti ukiwa ndani. Mojawapo wa shughuli ambazo najua kwa ukweli haziwezi endelea kwa sasa ni usafiri wa anga. Ni kweli? Of course, hapa Dubai hakuna ndege ambayo inaingia wala kutoka, otherwise kwa dharura maalum ambayo serikali inaratibu huo mchakato. Lakini mpaka sasa sina taarifa ya ndege yoyote ambayo imetoka hata kwa dharura. Na hizo changamoto, of course hakuna shambulio ambalo limetua moja kwa moja kutoka nje kwa mujibu wa taarifa za serikali ya UAE mpaka sasa, ambalo limefika kufanya athari ya moja kwa moja, isipokuwa yale mashambulizi ambayo yalifanywa rescue yakaleta athari ndogo ndogo kwenye maeneo kadhaa. Kama hivyo ninavyokueleza, hata airport, of course siko airport, lakini kitu ambacho nakiamini ni ile taharuki ambayo inatokea ghafla
hasa zinapotokea milio mikubwa, kelele kubwa kama hizo na vishindo vizito ambavyo vinatokea kila wakati kwenye eneo fulani. Kwa mfano hapa nilipokuwa, kama hivi vishindo vinaweza kuongezea kwa dakika 10 mbele, anaweza kuwa anakimbia, haelewi wapi anaweza kuwa anaenda. Ni kitu cha kawaida mpaka atakapoona kuna utulivu au kuna hali fulani. Hapo jana zipo tetesi kwamba Qatar ipo na uwezo wa kutegua yale mabomu kuliko Dubai. Upo kweli fulani kuhusiana na swala hilo? Of course Dubai ni moja kati, UAE of course ni, unajua hapa kidogo kuna dola tofauti hapa. UAE hii ni Emirate ambayo ina state tofauti. Kwa hiyo hapa Dubai na Abu Dhabi ni moja kati ya miji mikubwa sana, na kama ninavyokueleza ni kwamba nafikiri naweza kusema sio kweli, kwa sababu kama haya mashambulizi yote yaliyokuwa yanakuja ingekuwa nchi ina mifumo weak ya usalama, nafikiri labda kungekuwa na maafa makubwa zaidi ya hivi ilivyokuwa sasa hivi. Pili, mifumo yote ya usalama inajaribu kunotify watu kwamba taarifa, milio, mabomu, hizi sauti zinazosikika zote ni vile ambavyo mifumo ya usalama wa nchi inajaribu kuokoa au kuzuia yale mabomu au mashambulizi ambayo yanakuja. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana kusikika sio shambulizi la moja kwa moja, bali ni badala ya ule uokozi kuwa umeshafanyika na mifumo ya ulinzi. Sina taarifa mpaka sasa hivi ya mtu kupata madhara, sina taarifa ya kifo cha mtu mwingine tofauti na yule ambaye wa kwanza jana serikali ilikuwa imetangaza, na hakuna taarifa yoyote ya madhara makubwa yaliyotokea isipokuwa ile hoteli ambayo ilipata madhara ya moshi, ya bomu kudondoka badala ya kufanya rescue. Ndio Iko mpaka sasa hivi, yes. Hakuna taarifa nyingine ambayo iko mpaka sasa hivi. Kwa hiyo naweza kuamini kwa 90% kwamba nchi ina ulinzi mzuri wa kiusalama wa anga, na kama unavyotambua UAE ni moja kati ya nchi ambayo inashirikiana vizuri na Uingereza kwenye masuala ya kiulinzi na kiserikali. Leo shughuli za kazi zinaendelea kama kawaida? Yes, jana tulipata taarifa za kwamba hatutaki kwenda kazini, lakini leo asubuhi nimeona kwamba tunatakiwa kwenda kazini. Unajua changamoto ni kwamba hapa Jebel Ali kuna Navy Port iko hapa. Kwa hiyo wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa hapa UAE wanakuwa wanafanya mazoezi ya pamoja, na ile eneo ambalo tuko au ile free zone ambayo tunapita ni moja kati ya eneo ambalo linatumika sana na wanajeshi wa Marekani kufanya mazoezi au kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinakuwa approach na serikali ya Marekani pamoja na UAE kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na vitu vingine. Kwa hiyo tunaamini, of course nijaribu kuuliza watu kwamba the main source hapa UAE ni kubwa sana. Ukiondoa haya maeneo ambayo Iran yanajaribu kutarget kwenye hivi vitu vinavyohusika na serikali ya Marekani, kwa nini wanashambulia kwenye hili eneo? Kwa sababu huku hakuna hoteli, hakuna chochote ambacho kinahusika na serikali ya Marekani. Kwa hiyo wengi ndio ambao wanahisi labda hiyo ndio changamoto ya msingi zaidi ya kufanya mashambulizi kuwa mengi zaidi, japo hakuna kitu ambacho kimefanikiwa cha moja kwa moja kwenye haya mashambulizi yote mpaka sasa.